msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa iliyo tofauti na idhaa inayokwenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhaa iliyo tofauti na idhaa inayokwenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. 95.0 FM, the station is edition. Saa 5:20 tumeanza kwa kuchelewa, lakini bora tumeanza msikilizaji kwa pamoja mpaka mida saa 6 itakuwa ni wakati wa muhtasari wa habari. Kisha baada ya hapo tena tunaingia kwenye awamu ya pili ya kipindi hiki cha Dini ya Haki kila Jumatatu kuanzia saa 5 mpaka saa 7. Awamu ya kwanza kuanzia saa 5 mpaka saa 6 ni awamu ya kutoa mada, tunajadiliana studioni. Kisha baada ya hatua ya pili itakuwa ni wakati ambapo tunachukua simu zako moja kwa moja. Kutokana na mada itakuwa nauliza maswali ya kwako. Niko peke yangu studioni. Acha niwatambulishe wenye kipindi. Sheikh Said, karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tuko na Abdullahi ambaye atakuwa anatusaidia katika kusoma Biblia. Tuko na pasta wawili leo studioni. Tuko na wachungaji wawili studioni. Kama kawaida unamjua mchungaji Ali, na mmoja leo ameungana na sisi anaitwa Beko. Karibuni sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah ambaye kwamba amenijalia kaniwezesha mimi na wewe tukawa ni wenye kufika siku ya leo. Siko ujanja wetu wala siko mwenzetu, bali kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza la pili, ndugu zangu Waislamu, kwanza tuko hapa lengo na sababu ili kuweza kuelimishana maneno ya Allah Tabaraka wa Ta'ala kwa wale ambao kwamba wanadamu waliweza kuhathirika nayo. Mwanzo nimepokea simu kutoka katika prison ya Kitengela, na wafungwa wenye wako pale nafikiri wanatusikiliza na wanafuatilia, na time imefika mchungaji, wanataka kusikia kutoka kwako. Akipo jamaa anaitwa Akoste Mwadime Mjomba. Kwanza tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu afanyiwe pesi na muweze kutoka pale, tutaweza kukutana inshallah. Na wamesema maybe kifungo chake ataweza kumaliza Jumatatu wiki ijayo, na akitoka huko basi anatuomba sisi kama Waislamu timkaribishe kwa Uislamu na mioyo yote mikunjufu. Hii inatosha kwamba kazi ambayo kwamba tunaifanya dawa basi ni kufika inafika. Sasa hivi wafungwa wote ambao wako katika gereza la Kitengela, na imani kwamba tuko hapa na mchungaji. Nafikiri nyinyi ndio mnaanza mada leo. Kwa sababu muda umekimbia, tutaenda haraka haraka. Nani anaanza? Wewe mchungaji Alimayo. Asante sana. Leo nimekuletea Biblia zote. Biblia zote leo nimekuletea. Sijajua leo ni gani nataka tusome, kwa sababu kuna hii African Bible, kuna Imprimato, kuna NIV, alafu kuna hii inaitwaje? Hii au ni Protestant. Leo tuko nazo zote. Sasa mchungaji, kazi unayo. Bismillah. Naam. Nashukuru wasikilizaji na nashukuru amani ya Mungu kwa pamoja nanyi mahali mko. Ile umesikia kwa majina naitwa Pastor Ali Mayu. Kristo ameniokoa. Tuko hapa kuzungumza na amani na upendo, imani ambaye tumetofautiana. Tunaangalia imani ya manabii. Katika imani ya manabii, nafikiri wiki iliyopita tumezungumza kuhusu njia. Manabii wote wanafuata njia ni ya kufikiria Mwenyezi Mungu. Tunaona hiyo hatuna shida naye. Alafu kitu muhimu tunaangalia hiyo wenye wameshika hiyo njia ya kufikiria Mwenyezi Mungu kwa dini yao ambaye ni njia ya kufika Mwenyezi Mungu. Nataka leo hii niwaoneshe imani yao hasa ya hawa wanabii ni gani. Nafikiri vitabu mingi mwalimu amelete hapa, na mimi sijaleta hadithi, bali natumia tu Qurani na Biblia yangu. Kwa hivyo nafikiri hiyo hakuna shida, tutaangalia.
Kwa hivyo tukiangalia njia mwenyewe, jambo ilikuwa tumezungumza, hii njia ya kufikia Mungu ni gani? Ni moja tu. Nisomee Yohana 14:6. Wewe panda shuka, lete manabii wote duniani ambayo wamepata njia ya Mwenyezi Mungu. Wote walipata hii njia ya Yesu, hakuna njia nyingine. Hebu soma Yohana 14:6. Ndio. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, ndio, na kweli, na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Asante sana. Ikiwa tumesikilizana, njia ni ya dini, ni njia ya kufikiria Mwenyezi Mungu. Njia hiyo ni moja, hakuna ingine. Yesu anasema mimi ndimi njia, ukweli na uzima, mtu aendi kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ukiwacha sasa hii Yesu ujaribu njia nyingine, hiyo ni kuchoka bure. Utafika hiyo njia ya Mungu aliye hai. Njia ya Mungu aliye hai, njia ni ya pekee ambaye ni Yesu, hakuna ingine. Nisomee kitabu ya Matendo ya Mitume 4:12. 4:12. 4 mstari wake 12. Ndio. Inasema kwa wale aliandika, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbinguni walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Asante sana. Hakuna jina lingine Mungu alipea binadamu waokolewe nayo, ile jina moja tu ya Yesu Kristo. Ndio manabii ya zamani wote walimfuata, manabii wa zamani wote wamemwamini. Jameni, njia ni Yesu tangu mwanzo hadi mwisho. Biblia inasema hakuna jina lingine tumepewa ili wanadamu waokolewe naye, chini hapa duniani, mbinguni, hata chini ya nchi. Hakuna jina lingine. Jina ni la Yesu Kristo, ambaye hata manabii waliamini, hata manabii walifuatilia, hata manabii yote wamesherekea kwa hiyo njia ya Yesu Kristo pekee. Alafu nataka kuwaonesha kwa madai. Mara mingi Waislamu wenzetu wanadai. Hebu nisomee Matendo ya Mitume 11. Matendo ya Mitume 11:26. 26. Ndio. Inasema hivi, hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ndio. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo. Asante. Kwanza hapo Antiokia. Asante sana. Madai ya wapenda walimu hawa mara mingi wanachukua hii verse ya Bible ya Matendo ya Mitume, wanasema Wakristo walifanyiwa hapo mwanzo. Hakuna ilikuwa Kristo. Wacha niwaoneshe sasa. Ni kweli hapa Antiokia waliofuata Yesu Kristo waliita ni Wakristo hapa tunaona, lakini Kristo ilikuwa hata tangu mbingu na nchi kuumbwa. Sio ati hapa tu imeitwa. Kitu ya kwanza, wanaofuata Yesu Kristo wameita Wakristo. Hiyo ni sawa. Imeanza Antiokia, wanafunzi walikuwa wakisanyika, wamehubiri Injili, wakafika nchi ya Antiokia. Hapa wataifa wakaona hii watu ni wanafuata Yesu Kristo. Baada kina Paulo walifundisha mwaka moja hivi ujumbe la neno la Mungu, hawa wafasi wa Yesu wakaitwa Wakristo. Sasa kabla hata hapa, kwani manabii walikuwa wanafuata nani? Hiyo ndio nataka kuwaonesha. Manabii hata mmoja hakuna Islamu katika Biblia iliyotangulia. Sijui mwalimu atatoa wapi, alileta Biblia karibu 5 hapa. Katika hiyo Biblia atoe manabii ni Waislamu. Hata moja, hata chembe, hata dot hakuna. Manabii wote walikuwa wanafuata Yesu Kristo, ambaye njia ya pekee, ukweli na uzima, na mtu aendi kwa Baba ila kwa njia yake. Kama unatafuta dini ni Yesu Kristo. Ndio waliofuata tena wameita Wakristo. Sasa hii wanaofuata Yesu Kristo walianza wapi? Hebu kidogo nisomee Qurani 4:136. Qurani 4:136. 136. An-Nisa. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inasema kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Enyi mlioamini,
mwaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na kitabu alichokiteremsha juu ya mtume wake na vitabu alivyoviteremsha zamani, na mwenye kumkanusha Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho, basi bila shaka amepotea upotovu ulio mbali na haki. Asante. Hata hapa Qur'an imekuja baada ya Agano Jipya la Biblia mwaka 610, lakini hapa anaamurisha wapendwa Waislamu muamini manabii kitabu. Sasa mimi nasoma hizo vitabu ambayo unamwambia uamini kitabu iliyokuwa imetangulia, nasoma hiyo, alafu niwaoneshe imani ya hiyo manabii wa zamani. Hata chembe sio ya Islamu, ni wa Kristo, wanafata Yesu Kristo, walikuwa wafasi wa Yesu Kristo. Kwa hivyo hiyo nikionyesha njia ni dini ni Yesu Kristo, njia ni Yesu Kristo, ambaye hata manabii ya zamani, kama unakubali hiyo aya ya Qur'an anasema hawatenganishi, lazima waamini vitabu iliyotangulia, basi kitabu iliyotangulia inaanza kusema hivi. Hebu nisomee Petro ya kwanza 3. Petro ya kwanza 3 kwa haraka. Petro ya kwanza 3. Petro ya kwanza 3:20. Hebu anzia 20 kwa sababu ya muda. 3:20 nasema hivi. Watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja, ndio siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ndio ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 ndio waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo, ndio unaookoa nyinyi pia siku hizo. Asante. Watu nani walikuwa pamoja na Nuhu? Walikuwa sasa imani ya manabii hayo waliofuata njia ya Mungu ambaye ni Yesu Kristo, walikuwa wanabatiza Nuhu na watu pamoja naye. Alafu tutolee katika Qur'an hata hadithi, nabii gani? Nabii Muhammad alibatiza watu. Islamu wanashika hiyo kitendo ya manabii ya zamani, sisi tunakuja kuwalazimisha ati ni Waislamu pekee. Kitendo yao, imani yao, tunaona walikuwa wamebatiza watu pamoja na Nuhu. Enda tena kwa Wakorintho wa kwanza 10. Wakorintho wa kwanza 10 ngapi? 1 hadi 4. Inasema hivi kwa wala landika. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe na Musa. Wote walibatiza wawe na Musa. Watu wa Musa, Bani Israeli, walibatiza wawe wa Musa. Wawe wa Musa, ndio, katika wingu na katika bahari. Katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile kile cha roho. Wote wakala chakula kile kile wa roho. Wote wakunywa kinywaji kile kile cha roho, kinywaji ya roho. Kwa maana waliunywa mwamba wa roho uliofuata. Ndio, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Asante sana. Ndio maana wakati ile Matendo ya Mtume watu wanafata Yesu Kristo wameita ni wa Kristo, kwa sababu walikuwa wafasi wa Yesu, ndio wanaita wa Kristo. Hapa tunaona hata wana wa Israeli walikuwa wameongeza na nabii Musa, walibatiza na mawingu na maji bahari, alafu wakaitwa wakwe wa Musa kwa batizo hiyo. Alafu zaidi ya hayo tena walikuwa wanakunywa vinywaji ya kiroho. Musa akipiga mamba inatoa maji. Maandiko nasema hiyo mamba ilikuwa ni Kristo. Kwa hivyo hata manabii ya zamani wote tunaona ni Wakristo waliofuata Yesu Kristo, ingali kwa imani wanashika njia ya Wahibru wa Jewish, lakini ile imani asili walikuwa wanafuata kulingana na maandiko takatifu ni hiyo, walikuwa wanafata mamba ambaye ni Yesu Kristo. Ndio maana maandiko Yesu alisema njia ni mimi, hakuna njia nyingine ya kufikia Baba, ni Yesu. Hata manabii ya zamani tunaona Nuhu, tunaona Musa. Alafu enda Petro ya kwanza 1:9. Petro ya kwanza 1:9.
Inasema kwa wale walioandika. Imeandikwa ili ujue kweli. Inasema hivi, katika kupokea mwisho wa imani yenu. Katika kupokea mwisho wa imani yetu sisi wa Kristo. Yaani wokovu wa roho zenu. Hii wokovu wa roho sio wa kimwili pekee, wokovu ya roho. Ndio. Katika habari ya wokovu, huwa manabii walitafuta na kuchunguza. Hawa wanabii wa zamani walitafuta wakitabiri, wakichunguza na nini? Ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia nyinyi. Wakatafuta ni wakati upi? Ndio. Na wakati wa namna gani ulionywa na Roho wa Kristo aliyokuwa ndani yao. Roho ya nani alikuwa ndani yao? Roho ya Kristo aliyokuwa ndani yao. Asante. Ndio maana maandiko yamesema katika Matendo 4:12, hakuna wokovu, hakuna jina lingine limepewa wanadamu ili waokolewe naye mbinguni duniani. Hii ni jina la Yesu tu, ni Kristo tu anaokoa wanadamu. Hata manabii wa zamani wote walikuwa na roho ya Kristo, walikuwa wanaongoza na roho ya Kristo. Maandiko nasema walichunguza wokovu hii leo tumepata. Walikuwa manabii wakichunguza, sio peke yao, wakiongoza na Roho Takatifu, roho ya Kristo. Hiyo ndio imani ya manabii, ndio walihubiri Yesu Kristo, walitabiri kufa kwake. Ukisoma Isaya 53:1-12, walitabiri Yesu Kristo anayekuja kufa kuokoa ulimwengu. Hata kabla hajakufa wote walikuwa wanatamani, wana imani hiyo, walikuwa wanaongoza na roho ya Yesu Kristo, ilikuwa ndani yao, sio roho nyingine. Roho ya Yesu Kristo ilikuwa ndani yao. Nisomee Qurani 17:85. 17:85. 17:85 inasema, baada audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. 17:85, wa yasalunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Inasema hivi, na wanakuuliza habari ya roho. Ndio. Sema roho ni jambo lililohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Ndio. Nanyi hamkupewa katika ilmu ujuzi ila kidogo kabisa. Nayo ni elimu ya vitu visivyohusika na roho. Asante sana. Waislamu hawajui. Sasa hata Nabii Muhammad anamwambia wewe huna roho, hujapewa ile roho ya Kristo ambaye anaongoza watu kwa ukweli, ambaye walikuwa wanaamini, wamebatiza wenzao kwa imani. Alafu tunaona nabii na hata Waislamu hawana hiyo. Ni ile roho umepewa ni ya ulimwengu tu, ya dunia tu, kitu hausikani na mambo ya kiroho. Lakini tunaona manabii ya zamani yote kiroho walikuwa wana roho ya Kristo Yesu, walikuwa na hiyo imani, wamejaza. Kwa hivyo wacha niwaoneshe mstari moja tena, vile hawa wote wameshika ile amri ya ubatizo, wameendelea wakifata Yesu Kristo. Kwa hiyo njia Yesu naye akapea hiyo amri, Mathayo 26:28-19. Mathayo 28. Ingali hatuzungumzi kuhusu ubatizo, tunaweka hiyo topic nyingine, lakini nawaonesha ile imani ya manabii. Naona Musa na waliokuwa na 28:19 inasema, kwa wale walioandika, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, ndio, na Mwana, ndio, na Roho Mtakatifu, ndio, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru nyinyi. Ndio. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahiri. Amen. Hii ndio sasa jameni imani ya manabii. Imani ya manabii wote walikuwa ni wafasi wa Yesu Kristo kulingana na maandiko takatifu. Ulikuwa hata Qur'ani amemwambia nyinyi muamini Waislamu malipuko, hata wa masheki tuko hapa tunapozungumza kuhusu vitabu nimesoma. Hii ndio imani ya Wakristo ya manabii, walikuwa wanafata Yesu Kristo, walikuwa wamebatiza. Hiyo imani tena ametangaza wakati aliwacha ulimwengu, endeni kote ulimwengu ubatize, uwafundishe, uwabatize kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na mimi Yesu nitakuwa pamoja nanyi mpaka hadi ya dunia, mpaka mwisho wa dunia. Jameni, anayeweza kuwa pamoja na binadamu ni Mungu. Hiyo ndio kwa uwepo hiyo ya Mungu. Yesu yuko hapa.
Ndio sasa kwa hii imani ya wanabii tunaona ni hiyo, hata chembe katika maandiko takatifu mimi sijaona Islamu hapo. Wanalazimisha baada ya manabii wamekufa, Qur'an maka 610 imekuja. Kwa Qur'ani mizima utakuta Ibrahimu ni Islamu, yote ni Waislamu, yote wameomba wakuwe Islamu. Lakini tukisoma maandiko takatifu, hiyo ni kitu Qur'ani imekuja kuwafanya. Kwa Qur'ani ukitoa fulani ni Islamu, hiyo utaweza, lakini maka 610 baada ya Injili Qur'ani amekuja kuwalazimisha. Kuna mfano mmoja mwalimu hii amenipea juzi, hata na waachia na hiyo. Angalieni Jomo Kenyatta zamani ni chama gani? Chama ya asante, nimemaliza. Chama Jomo Kenyatta mwalimu alikuwa chama ya KANU na Moi ya KANU. Alafu leo hii baada walikufa, umwambie hawa ni ODM, itaingia? Haiwezi ingia. Qur'an alifanya hivyo manabii. Kwa hivyo ujitetee mchungaji. Kuna kazi mwalimu. Kwanza eti mimi niko na kazi. Ndio, hata Qur'an iko na kazi. Sasa kwanza nimshukuru sana mchungaji, anajitahidi kufikisha imani yake, ila ninachokishangaa kwamba mchungaji amesahau mada ya leo. Tulikuwa tunazungumza kitu gani? Mada leo hatuzungumzi ubatizo, tunazungumza dini ya manabii. Umesahau Jumatatu iliyopita tumechukua nafasi na mwalimu, nilichukua nafasi nikataka kufundisha nini maana ya neno dini. Sasa leo ungetuhesabia nabii mmoja mpaka tumalizie 124,000 au katika 25 au acha 25 katika wale watano, ungetuambia nabii yupi alikuwa Mkristo tukuelewe, ama naje mwalimu wangu? Lakini tatizo lilikuja hapa, umekuja kulalama. Hiki si kiwanja kulalamika. Malalamishi yapeleke polisi, imani wache kanisani, habari pelekea waandishi wa magazeti. Hapa mwalimu, ni maandiko ndio tunataka. Samahani kwa kuzungumza hivi, kwa sababu mimi nilizungumza kwenda, nilifundisha na alhamdulillah elimu ilifika kwamba dini ni lugha ya Kiarabu, lakini unapoleta kwa Kiswahili maana yake ni njia. Lakini angalia alipokosea mwalimu wangu, ametangulia kutoa Yohana 14:6. Mimi nalisoma nayo, nifungulie Marko 12:14. Yesu anasema mimi ndimi njia. Sasa katika hiyo njia wacha tulihamishe, tuweke dini, sawa? Yesu anasema mimi ndimi dini, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa dini yangu. Sasa hiyo dini ya Yesu ilikuwa dini gani? Hiyo ni swali ambalo kwamba inafaa kwanza ujiulize, utujibu hapa. Dini ya Yesu ilikuwa dini gani? Wapi Yesu anasema kwamba mimi Yesu nilikuwa Mkristo ama Ukristo dini ndani ya kitabu? Mbona hujatolea watu? Hii muda wote dakika 20 mchungaji, mimi sijapata andika hata moja ambalo linasema Ukristo dini. Na leo nataka nikutolee Uislamu mpaka kwenye Biblia yenu nyinyi mnaisoma kanisani kila siku. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya! Tufunike macho, tuombee andiko. Andiko limepungukiwa kitu gani? Mwalimu soma. Kama kweli kwa andiko hili la 14:6 amelitoa kikusudia kwamba Yesu ndio dini. Haya, kula chuma chako hicho. Marko ngapi? Marko 12:14. 12:14 inasema kwa wale andika hivi maneno. Naam. Hata walipofika walimwambia. Na mwalimu, ukifika hapo kwa njia uweke dini. Naam. Haya. Hata walipofika walimwambia, naam, mwalimu, twajua kuwa wewe mtu wa kweli. Wanafunzi walipomfikia Yesu walijua Yesu ni mwalimu, ndiyo, wala hujali cheo cha mtu. Yesu alikuwa hajali cheo cha mtu. Kwa maana hutazami sura za watu, lakini katika kweli Yesu wewe waifundisha dini ya Mungu. Sasa hiyo dini ya Mungu yenyewe Yesu alikuwa anafundisha dini gani? Timotheo kwanza 4, piga ufafanuzi hapa. Nimekuambia leo na kuosha. Mimi nihurumie Ukristo. Bwana, na hizi miujiza mnatufanyia kila siku hii haiwezekani. Timotheo kwanza 4:1, piga mchuzi. Mwalimu changamka, mkono wa paka. Timotheo kwanza 1:4. 1:4. Ni mchuzi.
Mchuzi inasema hivi. Hadithi za nasaba. Mwalimu, hiyo ni 4:1. 4:1. 4:1, samahani. Katika siku za mwisho. Yesu kule ametuambia ndio dini, sawa? Na tumepata hapa hiyo alikuwa anafundisha dini ya nani? Ya Mungu. Sasa sikiliza. Swali bado narudisha hapa. Endelea. Katika siku za mwisho. Katika nyakati za mwisho, watu wengi kama Alimayo watawasi Kristo na nini? Na dini yake. Wale unasoma Qur'ani hiyo? Ni Biblia. Confirm. Tunamwachia huko. Katika nyakati za mwisho watu wengi watawasi Kristo na dini yake. Sasa hiyo dini ya Yesu alikuwa anafundisha ilikuwa dini gani? Si ungetutolea hapa. Lakini leo kama leo utakata Biblia, mimi leo mchungaji nitakuwa na kushangaa. Nipungulie ukurasa wa 46. Piga hapa sasa, hiyo dini ni dini gani? Ukurasa wa 46 tu, angalia tu mara moja ukurasa wa 46 katika Mwanzo 46. 46, changamka mwalimu. Angalia tu ukurasa 46. 46. Ndio hapo nimekuchorea kalamu. Hebu andika tu mali penye kalamu ya blue. Inasema hivi. Naam. Hata hivyo Mungu teremka. Hata hivyo naam, Mungu atambariki Ishmaili. Mungu atambariki Ishmaili na kumfanya babu wa taifa kubwa. Atamfanya kuwa babu wa mataifa kubwa. Waarabu wa jangwani. Ati Waarabu wa wapi? Wa jangwani. Endelea. Hiyo ndiyo sababu Uislamu. Ati hiyo ndio sababu Uislamu unamheshimu Ibrahim. Unaona? Kumbe hata Biblia imetutajia jina gani? Uislamu. Sasa mbona hujatolea andiko Ukristo katika Biblia? Sasa hiyo mwalimu tuachane naye. Akatoa Petro wa kwanza 1:10. Petro wa kwanza 1:10. Hebu acha nisafishe hii mazingira, maneno alikuwa ameyapita hapa, alafu sasa nianze kufundisha manabii wote walikuwa dini gani. Mchungaji, mimi ungeniuliza kwamba Ukristo ulianzia wapi, ningekutolea mwanzilishi nani, alikuja mwaka gani. Kama unataka tufanye Jumatatu ijayo, tutaifanya. Sasa Ukristo mwanzilishi nani, umetoka wapi? Je, Yesu amekaa miaka 33 hapa duniani, alijua kitu kinaitwa Ukristo? Endelea. 1:10 inasema hivi. Ndiyo. Katika habari ya wokovu. Katika habari ya wokovu. Katika habari ya wokovu huo. Manabii walitafuta. Sasa manabii walitafuta ndio. Na kuchunguza. Ambao walitabiri habari za neema itakayo wafikia nyinyi. Naam. Wakatafuta ni wakati upi. Mwalimu, angalia. Leo katika kitengo cha serikali kuna kitengo cha ujasusi, manake DCI. Na wanapotumwa kufanya uchunguzi lazima watuletee nini? Watuletee majibu kwamba wamekuja kumtafuta bidhaa, wamemshika ama wamemkosa, ama kuna jambo limefanyika. So kama manabii walitafuta na kuchunguza wapate roho ya nini? Ya Kristo. Safi kabisa, inasema hivi. Naam. Manabii walipotafuta walipata jawabu gani? Qur'ani sura 14 aya ya 15. Leo tunamalizana hapa mchana peupe. 14:15 Qur'an. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Na walitafuta. Na manabii walitafuta kila dini za kushinda Uislamu. Wasifanyeje? Wasizipate. Sasa wapi Ukristo dini? Hata kwa gazeti la Taifa Leo lenye limeandikwa kwa Taifa Leo, wapi likipatikana mimi na Uislamu? Halas. Sasa nitachanga sadaka. Wewe utatoa sadaka? Mimi kwenye piano nitakuwa napiga piano na hapo wale wasichana warembo mimi nawapanga mbele. Sasa mwalimu, hebu tuanze kufundisha manabii walikuwa dini gani? Qur'ani sura ya 40 ngapi? 12:43. Changamka. Eti Nuhu alikuwa kwenye safina huko akipatiza. Sasa leo tunajadili kuhusu ubatizo kweli mchungaji? 12. Sio tuambie tubadilishe mada leo tupige ubatizo. Naam. 10 ngapi? 42:13. 42. Mbona mpaka mwalimu nimebakisha dakika 5 hapo? 42:13. Naam. Inasema hivi. Baada billahi minash shaitani rajim. Safiri. Bismillahir rahmanir rahim. Endelea. Amekupeeni sheria dini ile. Mwenyezi Mungu anasema nimempeni sheria dini ile, sio zile, ile. Aliyomuhusia Nuhu. Kwa hiyo dini alimuhusia Nuhu, na tuliokufunulia wewe Nabii Muhammad, na tuliowahusia Ibrahimu na Musa na Isa. Hiyo dini tulimuhusia Ibrahimu na Musa
na Isa kwamba simamisheni dini hii wala msifarikiani kwayo. Sasa wa kwanza kutamkwa pale ni nani? Ameambiwa amemusia dini hili ni wana wa kwanza Nuhu ulikuwa dini gani? Qur'ani sura 72 aya yake 71 aya yake 72:28. Na Nuhu akausia watu 26. Naam. Yeye 71. Naam. Yanasema hivi, na Nuhu akazidi kusema, Mola wangu, usimwache juu ya ardhi mkazi wake yote katika makafiri. Na Nuhu akazidi kuambia kaumi yake, ya kaumi nini? Mola wangu, usimwache juu ya ardhi mkazi wake yeyote katika makafiri. Kama wakati wa Limayo ungelikuwepo, ninyi mlikuwa mnaomba, lakini bahati nzuri mko wakati wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimu tu. Naam, hakika ukiwaacha watapoteza watu wako, mtakiwaacha mtawapoteza watu wake waliotengenea safi, wala hawatazaa ila watoto waovu, watazaa watoto wenye kukufuru. Mola wangu, sikiliza, Nuhu anaomba dua, anasemaje? Mola wangu nighufurie mimi, nisamehe mimi na wazee wangu na mababa zangu na wazazi wangu, na kila aliyeingia nyumbani mwangu hali ya kuwa, na kila aliyeingia ndani ya nyumba yangu, yani maanake kwenye umma wake, kwa sababu kila nabii alikuwa analia umma wake. Ndio siku ya kiyama Nabii Muhammad atalia akisema ummati. Hapo katuna na msujudia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema irfa, nyenyuka, uwaombee dua, waombee shufaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Endelea. Hali ya kuwa ni Waislamu. Unaona, Nuhu anasema Mola wangu, usiwache mkazi yoyote kama wakina Limayo katika umma wangu, ya Rabbi, usiwache isipokuwa kweni ni Waislamu. Huyo ni Nuhu wa kwanza. Wa pili alikuwa nani? Ibrahim alikuwa dini gani? Hiyo piga 22 70 ngapi? 78 22:78 inasema, baraudhu billahi minashaitani rajim. Na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu sawa kama inavyostahili kupiganiwa. Ndio yeye amekuchagueni muwe umma ule bora. Mwenyezi Mungu anasema ametuchagua sisi tuwe umma ulio bora, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Mwenyezi Mungu anasema katika hii dini, anasema hajatuwekea mambo mazito, na akasema tuhamanazana alayka alquran litashqa yuridu Allah bikum yusra. Mwenyezi Mungu hajatuletea Qur'an tupate shida. Ndani ya Uislamu Mwenyezi Mungu hajaweka mambo mazito. Ndio nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Na dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anasema na huyu Ibrahimu alikuiteni Waislamu. Naam, tangu katika vitabu vya zamani. Mwenyezi Mungu alituita katika tangu vitabu vya zamani huko kwamba Waislamu. Mwalimu subiri. Na tumeangalia katika Taurati ya Musa, Mwenyezi Mungu ametaja nini? Uislamu. Katika African Bible tumesoma sasa hivi Uislamu. Endelea. Na katika Qur'ani hii pia vile ndani ya Qur'ani, sio ndani ya Biblia hii. Hebu tuambieni wapi Ukristo dini? Kwanza hii imebeba vitabu 66, hii imebeba vitabu 74, hii imebeba vitabu 73. Tutoleeni wapi katika hizi Biblia zote? Tuko hapa, kuna neno NIV, kuna Imprimato, kuna African Bible na kuna hii ya Protestant. Wapi Ukristo dini? Soma. Na katika Qur'ani hii pia mmeitwa jina hilo. Na vile ndani ya Qur'ani tumeitwa jina gani? Waislamu. Tumeitwa Waislamu. So Ibrahimu tunapata kwamba huyo nabii wa pili, mimi namtoa kwamba alikuwa Muislamu. Vile wakasema na Musa. Je, Musa ulikuwa dini gani? Musa ulikuwa dini gani? Hebu nipigie Qur'ani sura ya 10 aya yake ya 84. Na kitaka mpaka ndani ya Biblia mimi nitatoa 10:80 na ngapi? 10:84. Na ukitaka hata ndani ya Biblia mimi nitatoa andiko Musa alikuwa Muislamu. Inasema a'udhu billahi minashaitani rajim. Na Musa akasema, enyi kaumu yangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Unaona, Musa anaambia ya kaumi yangu, kama nyinyi mnamtegemea kama mnamwamini Mwenyezi Mungu, mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kamili. Turudi kwa Isa ambaye sasa ndio Yesu.
Yesu nao ulikuwa dini gani? Qur'ani sura ya 3 aya yake ya 52. Tutolee waandiko tu moja, Yesu alikuwa Mkristo. Hapa tusungumzie ubatizo. Kama ni ubatizo, mchungaji, niambie tubadilishe mada sasa hivi. Mimi niko tayari siku zote, kama unaposoma Petro wa kwanza 3:15, mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu aulizaye, tumaini likae ndani yenu, lakini kwa hofu na upole. Endelea. 3:52. 52 nasema, baada audhu billahi minashaitanir rajim. Naam. Na Isa alipohisi kuwa kati yao pana ukafiri alisema, na Nabii Isa au Bwana Yesu alipohisi ya kwamba sasa hao watu bwana ni kupotea, wanapotea, nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Man ansar ila Allah. Nani atakuwa msaidizi atakayesaidia kusukuma gurudumu la Mwenyezi Mungu? Akasema wanafunzi wake wakasema, wanafunzi wa Nabii Isa si wafuasi hao Kristo wanaodai tu kwamba wao ni wa Kristo kwa vinywa pasipokuwa na ushahidi. Wanafunzi wa Yesu wenye walikuwa na Yesu wakati huo wanamwambia nini? Sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Unaona, sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Kwanza wamemwamini Mwenyezi Mungu na shuhudia kwamba, angalia, wanaambia Nabii Isa shuhudia. Sio watu watakuja kusema shuhudia, wewe mwenyewe uko hai bado hujaondoka. Shuhudia na udhibitishe na uhakikishe kwamba sisi ni hakika naam, ni Waislamu. Hakika sisi ni Waislamu. Hebu piga mchuzi. Basi alipokuja Isa alayhi salam, alipokuja Yesu alayhi salatu wasalam, akawaita watu wake wafuate injili iliyonyooka. Walipowaita kwamba kujeni katika dini iliyonyooka, siratul mustaqim, njia iliyonyooka, wakasemaje? Wengi wao walikataa. Wengine wao walikataa. Sasa ndio hawa wakina Limayo, sasa ndio tunawaona, na si maneno yetu bali ni vitabu vinazungumza. Naam. Alipoyajua hayo aliwaelekea na kuwaambia, naam, ni nani atakayenisaidia katika kazi hii ninayofanya ya kuitia kwenye haki? Wakamjibu baadhi ya waumini wenye kumwamini Mwenyezi Mungu. Hebu subiri hapo. Nabii alipowaita, usifunike, alipowaita baadhi ya watu wengine walifanyaje? Walikataa. Wanafunzi wako wanasema walifanyaje? Walikataa. Angalia walipokataa ile kilichofanyia Mwenyezi Mungu, sura Maida aya yake ni ya 14. 14 nasema, a'udhu billahi minashaitanir rajim. Naam. Na kwa wale waliosema, sasa wale walikataa kama Limayo, sasa wale walikataa Nabii Isa na wale waliosema sisi ni Wakristo, sisi ni Wakristo, tulichukua ahadi kwao. Mwenyezi Mungu alichukua ahadi kwenu, lakini wakaacha sehemu kubwa ya yale waliowakumbushwa. Unaona, wakaacha katika sehemu kuu ya hali waliokumbusha. Nyinyi ndio mlijidai kwamba nyinyi ni Wakristo, wakati Bwana Yesu au Nabii Isa anaambia wanafunzi wake, nani atakuwa kuwasema? Wengine baadhi yao wakakataa. Naam. Kwa hivyo tukaweka baina yao wenyewe kwa wenyewe, ndio wakaweka baina yao nyinyi wenyewe kwa wenyewe uadui. Ndio unaona sasa wewe Limayo, huwezi enda kwa kanisa ya mchungaji Ng'ang'a, huwezi enda kwa kanisa ya Ori, huwezi enda kwa kanisa mtu wa SDA, huwezi enda kwa kanisa Katoliki. Una bugdha. Mwalimu, kulingana na muda tutarudi kipindi cha kingine cha pili, tutakuja kuendeza kwa sababu muda umetupa kidogo. Tuingie katika muktasari alafu tutaweza kurudi. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka na sote wetu katika kipindi hiki ya haki